Katika jina la Yesu ninasoma Yohana 14:25 mpaka 31. Haya ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu toavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngelinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Matendo ya Mitume 3:19. Matendo ya Mitume 3:19. Matendo ya Mitume 3:19. Biblia inasema, nasoma katika jina la Yesu: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ninawaomba tukae. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Uswa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Mungu wetu ni mwema na kila wakati. Leo ni siku ya Utatu. Maana yake ukamilifu wa Mungu na namna Mungu alivyokuwa ameweka mpango juu ya mwanadamu, kwamba Mungu ni muumbaji, Baba, Mwana ni Mwokozi, na Roho Mtakatifu anatutakasa. Katika hali zote tatu mwanadamu amekamilishwa kurudi tena kwenye nafasi yake ya kuwa na sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili hii unahitaji kufahamu ya kwamba Mungu amerudisha tena nafasi ya wewe kufanana na yeye kwa kukukamilisha baada ya uasi na baada ya mwanadamu kutoroka mbele zake. Kwa hiyo una udhuru mbele za Mungu kwamba siku itakapofika ya kuambiwa mbona hukufanya hivi, una udhuru wa kusema nilikosa kitu fulani. Mungu amemaliza kazi yake kwa mwanadamu. Kazi ya mwanadamu ni kupokea Mungu alichokifanya. Jamani, haleluya. Ndio maana Biblia inasema mtaponaje msipojali. Kwa hiyo ukisipojali kuna namna ambayo hutapona. Na neno ambalo litasimama wiki hii kwa ajili ya semina au mkutano inasema hivi: nguvu ya toba katika maisha na eneo. Hebu sema nguvu ya toba katika maisha na eneo. Kuna toba alafu kuna nguvu yake. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume anasema tubuni basi mfanye nini? Mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Naomba niseme toba
ni kugeuka. Hebu sema toba ni kugeuka. Ni nini kinageuka? Sio mwili. Mwili siku zote huwa unageuka, lakini kinachotakiwa kugeuka ndani ya mwanadamu ni nia. Hebu tuseme nia. Nia ni maamuzi. Ndio maana Warumi 12 mstari ule wa kwanza na wa pili. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, naomba twende pale mara moja. Anasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Hebu sema nia. Hebu sema nia. Tunaweza tukawa hapa tunakaa pamoja, lakini nia, hebu sema mbalimbali. Yaani mnaweza mkaimba kwaya pamoja, mnaweza mkaimba chochote, tunaweza tukakaa kwenye ofisi, tunaweza tukakaa popote, lakini nia, maamuzi yetu. Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua mapenzi. Kwa maana hiyo, kama nia haijageuzwa kutoka kwenye eneo inakoelekea, hata kama useme na mtu namna gani, atakuja hapa, atatoka, nia iko, ataingia ibada, atatoka, nia iko. Kama ameingia ibada, nia haijageuzwa, alikuwa mlevi, ataingia ibada, atatoka. Ataingia ibada mzinzi, atatoka. Ataingia ibada mbea, atatoka. Kwa nini? Nia. Hebu sema nia. Hebu sema nia. Nia ni maamuzi ambayo Mungu ameweka ndani ya mtu. Kwa hiyo toba ni kugeuka kwenye nia, na Mungu anafanya kazi na nia. Anawaombea watu kwenye nia. Ndio maana kusoma pale kwenye Warumi mlango wa 8 mstari wa 27 anasema, naye achunguzaye nia anajua mawazo, anajua ndani, anaangalia nia yako ina malengo gani na imegeuka. Kwa hiyo Mungu anatamani tugeuke. Hebu sema tugeuke. Kuna watu wana maamuzi mengi wamefanya. Ukiangalia wakati huu katika nyakati hizi tulizo nazo, ni nyakati ambazo nia nyingi zimeharibika. Unasikia mtu anaua ndugu yake, unasikia kijana anachinja wazazi wake. Unasikia yule kijana alichinja wazazi wake wawili, amewachinja. Wao wanajua ni mtoto, lakini nia ya mtoto imekwisha haribika. Unasikia mtu anauawa, watu wanauawa, kila mahali watu wanauawa. Nia za watu zimebadilika. Lakini nini kilichobadilisha nia? Hakuna mtu anayetaka ukweli. Ukimwambia mtu ukweli umeharibu. Ukimwambia acha hichi kitu umeharibu. Akija kanisani anataka kukaa anavyotaka. Tatizo kilichoharibiwa sio mwili, nia imeharibika. Nilikutana na familia moja. Mama analala sebuleni. Ni nini? Kila saa mama anahisi baba anamuua. Akiamka asubuhi anakuta baba, akiamka usiku anakuta mama amekaa. Amejasema huyu mtu saa yote ananichinja. Kwa mama halali tena usingizi, anajihami. Angalia mwenzako sana.
Lakini asubuhi unawakuta ni mume na nani. Ukitoka asubuhi unasema ni watu wa familia moja, lakini nia zimeshaharibiwa. Mungu anataka tugeuzwe nia, maamuzi yaliyoko ndani. Jamani, haleluya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie nia yako iko wapi? Mwambie nia yako imegeuzwa. Unaweza ukasema, mbona Lema anafundisha somo la toba? Roho Mungu ndicho alichoniambia nifundishe uswa kipindi hiki. Kabisa nimeomba sana, lakini Mungu ananiambia fundisha nguvu ya toba uswa. Unaweza ukashangaa tu, lakini kuna vitu Mungu atafanya na Mungu atapita, kwa sababu Mungu anapita kwenye maamuzi ya watu ili maamuzi yageuzwe. Hayo maamuzi ya ibada, hayo maamuzi tulio nayo yageuzwe, yakutane na Mungu ili Mungu apate kuhusika. Lakini jambo la pili, yani nazungumza mambo mawili tu. Jambo la pili, toba ni mlango wa Mungu wa kuhusika na eneo au familia au mtu. Mungu anaga mlango mwingine. Jamani, haleluya. Toba ni mlango wa Mungu wa kuhusika. Ukitaka Mungu ahusike na uswa, ukitaka Mungu ahusike na familia, ukitaka Mungu ahusike na ndoa, ukitaka Mungu ahusike na maisha, ukitaka Mungu ahusike na usharika, ukitaka Mungu ahusike na kwaya, ukitaka Mungu ahusike na nchi ya Tanzania, ukitaka Mungu ahusike na wilaya Hai, ukitaka Mungu ahusike na kijiji cha Mamba na Uswa, ni lazima aione toba. Asipoiona toba atanyamaza kimya. Kama ni kuangamia wataangamia taratibu, lakini ili Mungu ahusike na eneo lazima aone toba. Ndiyo mlango wake. Ndiyo maana Mungu afunguage mlango, huwa anagonga mlango. Jamani, haleluya. Mungu anaga ufunguo wa kufungua mlango. Anasema, tazama nasimama wapi? Mlangoni nabisha. Anabishaje? Analeta mafundisho, analeta semina, analeta mkutano, analeta redio, anakuambia, anakufundisha. Yeye anataka agonge kwenye moyo wako, agonge mpaka wewe mwenyewe uchukue kitendo cha kutoka ulikokaa uende ufungue mlango. Toba ni mlango wa Mungu wa kuhusika na eneo lililotubiwa. Mungu anaga mlango mwingine. Jamani, haleluya. Baada ya mwanadamu kuasi, Mungu anaga mlango mwingine. Mlango aliouweka ni wa toba. Na kati ya vitu ambavyo sasa watu hawataki ni nini? Watu wanataka kuinda kwenye mikutano na semina, pokea. Unasikia na vigelegele, watu wanapiga makofi. Ukiwaambia tubu, tubu nini? Kwani nimefanya nini? Mwangalie mwenzako usoni. Na ukisikiliza mikutano mingi sasa hivi hakuna toba. Hamna toba. Ila maombezi ni mengi, lakini watu kutubu hakuna. Kwa nini? Milango wa Mungu wa kuhusika na maisha ni toba. Kama hakuna toba, tumemfungia Mungu milango. Jamani, haleluya. Ujumbe wa Mungu unaenda Ninawi, na Mungu alihitaji kumtumia mtu anaitwa Yona. Nimesema tazama nasimama wapi? Nafanyaje? Mungu abishagi mlango kwa kugonga na vidole. Anapeleka mtu atakayefanya watu mioyo yao na nia zao zigongwe. Aseme na maamuzi watu wasikie, maamuzi yao yafanye kitu, waamue kitu fulani. Lazima aende agonge kwenye nia, waamue. Tunaenda kwenye mlango wa 3. Anasema neno la Bwana likamjia Yona mara ya ondoka uende Ninawi, mji ule mkuu, kaihubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno
ukubwa wake mwendo wa siku 3, Yona akaanza kuingia mji, Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi itaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Hebu sema wakamsadiki Mungu. Mungu huwa hageuki mpaka umegeuka wewe. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Ninawi ina tangazo, limekwisha tangazwa la kuangamizwa. Wale watu wa Ninawi wakapata habari, wakasikia, wakamsadiki Mungu kwamba kuna hatari, kwamba kuna jambo linatokea. Wakachukua kitendo. Hebu sema kitendo. Kitendo walichochukua wakasema, tumekwisha sikia. Haya sasa na tuondoke. Tuvae magunia, tujipake majivu. Kile kitendo cha kuvaa magunia ni kitendo cha toba. Ni kitendo cha kuondoka mahali alipokuwa. Ule uzuri wote akauvua. Mfalme naye aliposikia akatoka kwenye kiti chake cha enzi, akavaa magunia, akaketi kwenye majivu. Alafu akaamuru, akiwa kwenye majivu, ameshatoka pale, akasema watu wote mpaka na wanyama wafunge. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Hii toba, walipogeuka wakatoka hapo, wakatubu, ukawa mlango wa Mungu wa kuhusika na Ninawi tena. Maana mlango ulishafungwa wa kuangamiza. Mungu akafungua mlango tena. Akasema, Mungu alipoona walichofanya, Biblia inasema Mungu naye akageuka, asilitende lililokuwa limefanyika, asilitende lililokuwa linatakiwa. Wapendwa katika Bwana, watu wa Uswa, Tanzania tunaiona, watu tunafahamu damu zinazomwagika, watu wanavyopotea. Hiyo damu haitatuacha salama. Inawezekana wewe uko hapa Uswa, lakini anayemwaga damu yuko mahali pengine, au yuko mahali ambapo hujui, lakini anamwaga. Maana damu inapomwagika kwenye eneo lolote katika nchi yenye ramani na mipaka halali, ninakwambia hiyo damu lazima unahusika nayo. Kwa nini? Kwa sababu inamwagika kwenye nchi unayotembea. Mtu anapokuwa na nia mbaya juu ya mwenzake, Biblia inasema amchukiae ndugu yake ni muuaji. Ni watu wangapi wanachuki kwenye familia yako? Angalia mwali na mama mke kama wanasalimiana. Angalia ukoo huu na ukoo huu kama wanasalimiana. Leo mngekutana tu, naona mtu anaangalia mwenzake anakaa kona hii na mwingine anakaa kona ile. Nini kimeingia? Maamuzi yameshikiliwa. Watu wa Ninawi maamuzi yao, wakasema lazima tufanye maamuzi. Nia zao zikageuzwa. Koo za Uswa, koo mulizokaa Uswa, watu wa Uswa, maamuzi yanatakiwa yafanye kazi. Yasipofanya kazi, Mungu ana mlango mwingine wa kupitia. Kwaya zinahitaji kufanya maamuzi. Sio wakati wa kuimba na ulevi, sio wakati wa kuimba na uzinzi, sio wakati wa kuimba na masengenyo na magomvi na mafarakano. Ni wakati wa kugeuka na kumwangalia Mungu. Mungu apate mlango wa kuhusika na Uswa. Ni pale ambapo maamuzi ya watu wa Uswa yatageukia msalaba. Msalaba ndio nitatoa mzigo hapo, ninausema falsafa za wanadamu zitakoma, uwezo wote wa maisha utakoma, vitu vyote tunavyotafuta vitakoma,
lakini msalaba ndiyo asili ya mema. Hatuna mahali pengine popote ambako tutageukia panatupa mema. Watu wamekuwa na hela, watu wamekuwa na maisha mazuri, wengine wana ofisi zinazotimilika namna hii, lakini hakuna wema, bado wana mahangaiko. Msalaba, geuka, mahali hapo pana uzima, pana amani. Mlango wa Mungu wa kuhusika na familia yako ni lazima ione toba ya kweli ikifanyika kati ya wewe na mume, kati ya wewe na mke, kati ya wewe na watoto, kati ya wewe na ndugu yako. Msalaba, yani ili Mungu ahusike na watumishi, ahusike na baraza la wazee, lazima aone toba ya kweli. Sio mapambano kati ya mtaa huu na mtaa ule, ni toba ya kweli. Tuone msalaba wa Yesu. Msalaba ndio mzigo hapo, nina uzima, furada, njoni kwa furahi. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kufurahini. Nguvu pekee ya kugeuza Mungu na Mungu wa ghairi alichofanya ni toba. Hapo ndipo tunapoona nguvu ya toba kwenye eneo na maisha. Sio ujanja na falsafa nyingi na mambo mengi unayoyafahamu, sio elimu uliyosoma, sio kukaa, sio sadaka. Nasema hivi, kama ukileta sadaka mbele za Mungu na ukakumbuka una neno na mtu, iache. Watu wengi wanamuomba Mungu ili Mungu aweze kugairi, asipoiona toba ya kweli. Kugairi kilichoamriwa, lazima maamuzi yako yageuke. Uko kwenye ibada hii, unajua maamuzi yako, kitu kimeshika maamuzi yako. Na wakati wote unapoambiwa habari maamuzi yako yameshikwa, nia yako imekamatwa, unasema siwezi, kwa sababu maamuzi yamekamatwa na nguvu za mizimu, imekamatwa na nguvu za mila, imekamatwa na maagano ya familia, imekamatwa na asili, imekamatwa. Maamuzi yako yamekamatwa, na ndio maana huwezi kuachia. Lakini Yesu, kwa toba ya kweli, kuna mlango Mungu anataka kuleta kwenye maisha yako. Mlango wa uponyaji utapitia hapo. Kamata moyo wako namna hii, tafakari juu ya moyo wako. Maamuzi yako yameshikwa na nini? Kwa nini unawaza mawazo mabaya ya kutaka kujiondoa duniani? Kwa nini unataka kumuondoa ndugu yako? Kwa nini una chuki ambayo haiishi? Kwa nini kila wakati unataka kufa? Hata wakati mwingine umejaribu kunywa sumu. Adui anatafuta kukumaliza. Umewazaa watoto mwenyewe, lakini unasema watoto ndio wanakuua. Hukuzaa watoto ili wakuue, umezaa watoto wawe baraka. Maamuzi ya watu yamekamatwa. Hakuna mama anayechukua mimba miezi 9 kuzaa mtoto amuue. Maamuzi. Adui amekimbilia kwenye nia. Wewe na ndugu zako hamsalimiani na mmewekeana na geti na mipaka. Maamuzi haya yataendelea mpaka lini? Kwa nini hakuna toba ili Mungu ahusike kwenye familia? Wewe na mama mkwe, wewe na mtumishi mwenzako, mnacheka tu kwa nje. Maamuzi yenu yamebadilishwa. Shetani amekamata maamuzi. Unachoamua huko ndani ni kingine, na unachoonyesha sura ya nje ni kingine. Tumejaa roho ya unafiki. Hatuna maamuzi ya ndani ya kupendo wa agape ule wa Yesu Kristo
ambao amemwaga damu yake msalabani kwa ajili yako. Roho Mtakatifu amekutakasa ili uweze kufanya ibada. Mungu amekuumba ili uweze kufanya mapenzi yake. Lakini mwanadamu, shetani amebadilisha maamuzi yako. Geuza maamuzi yako. Geuza nia yako. Shetani, mapepo yamekamata maamuzi na uweze kufanya unayotaka. Kwa umekamata moyo wako, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, unayaona maamuzi yangu. Mara nyingi umependa kunihudumia, lakini nimefunga milango ya maamuzi yangu. Naomba unisaidie. Nasikia uchungu kwa ajili ya maamuzi yanayonitesa mimi, ambayo yamenipeleka pabaya. Nimefika mahali pagumu hata pata kutamani kuondoka duniani. Naomba unisamehe Yesu. Naomba unisamehe Yesu. Ingilia kati. Ingilia kati haya maamuzi nilionayo. Ninang'oa kila roho ya mauti na uharibifu iliyokaa kwenye moyo wangu, iliyokaa kwenye maamuzi yangu. Ewe roho ya uharibifu, achia maamuzi yangu, achia nia yangu, achia ufahamu wangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Achia familia yangu, achia watoto wangu, achia familia niliyopo. Hiyo roho ya magomvi, ya mafarakano, ya kutaka kumwaga damu isiyoisha, Mungu wa rehema, ingilia kati. Niondolee uchungu uliokaa kwenye moyo wangu. Ewe roho ya uchungu, achia moyo wangu. Achia moyo wangu. Achia moyo wangu. Mungu naang'oa hiyo roho ya uchungu. Ndio anapita Mungu ambaye alikuumba. Hayo maamuzi ulio nayo yaachie sasa msalabani. Peleka msalabani hayo maamuzi yaliyokukamata. Hao watoto utawamaliza kwa kulaani. Ondoa hayo maamuzi. Ondoa hayo maamuzi, hayo maneno uliotamka juu yao. Ondoa hayo maamuzi uliofanya. Ondoa hayo maamuzi baba. Ondoa maamuzi uliofanya juu ya mke wako. Ondoa maamuzi uliofanya juu ya mume wako. Ondoa hayo maamuzi, maana Mungu anayaona. Iko nguvu ya Mungu inapita hapa. Hiyo roho ya uchungu ondoa. Mwenzako ni mzuri tu, lakini shetani amempitia. Umefika mahali pagumu pa kutaka hata kuondoka, lakini Mungu anaona saa hii, na ndio maana amekuleta kwenye ibada. Ondoa hayo maamuzi. Baba, asante kwa sababu ya nguvu yako. Asante kwa sababu ya uweza wako. Pita katikati ya kila mmoja kwenye ibada hii. Geuza hayo maamuzi na nia, ili Kristo ukafanyike mlango wa kuhusika nayo mateso. Sikia mapepo, sikia roho za mateso, sikia roho za magomvi, sikia roho za mandumu, magonjwa ya kila aina yaliyoingia kutokana na maamuzi yaliyokamatwa. Poka, achia watu hawa. Achia nafsi za watu, achia maisha yao, achia njia zao, achia mapenzi yao. Kwa damu ya Yesu Kristo, roho ya mauti na uharibifu uliyesimama kwenye hayo maamuzi, poka, achia. Poka, achia kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ipite, ikung'oe ulikoshikilia huyo mtu. Poka kwenye hiyo makaburi na madhabahu za kuzimu. Baba, asante kwa sababu nguvu yako ni ya pekee. Tusaidie Bwana, tufanye uamuzi kama wale watu wa Ninawi, ili neema yako ipate kuonekana na mlango wa kuhusika na maisha yetu uweze kuwa juu yetu, katika jina la Yesu.